Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo mpenzi mtazamaji, ni matumaini yangu ya kwamba umeweza na kuamka ukiwa unatabasamu, ukiwa unamfurahia tu Mwenyezi Mungu, ukiwa unafurahia tena ukuu wake. Maana kuamka kwako katika uso wa dunia ukiwa na uzima, wa afya, ukiwa wewe unaona tu mambo yote kwako, Mwenyezi Mungu ameweza na kuwa kiongozi. Mwenyezi Mungu ameweza na kuyaweka tu. Ni kama tu kukuandaa kwa furaha ambayo uko karibu kuifurahia. Ama kuwa na shangwe juu ya kitu fulani, maana Mwenyezi Mungu atakutendea. Na kwa sababu ya hiyo imani yako, kweli kabisa asubuhi ya leo unafaa kuwa unamshukuru tu huyo Mwenyezi Mungu. Maana unaamini kwamba ataweza na kutenda. Hakika usiku unaweza kuwa na mengi. Usiku unaweza kuwa ni usiku wa majuto, lakini asubuhi yake ikawa ni ya furaha. Na hiyo ndio naamini kwa mtazamaji wangu kwamba furaha imembisha mlango wako asubuhi ya leo. Hivyo basi karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, kipindi ambacho mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Reverend Francis Namo kutoka kanisa la ABC Changoma ataweza na kuendelea na kutufundisha juu ya taji, vile ambavyo taji zimeweza na kugawanywa, na ninaamini kwamba fundisho la siku ya leo litaweza na kukubariki. Karibu. Asubuhi ya leo mtazamaji, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hujambo? Mimi pia si jambo, na kukaribisha katika kipindi hiki cha neno la Mungu asubuhi ya leo, na ningependa tukaweze kuanza kwa maombi. Tunakushukuru Mungu wetu kwa ajili ya upendo wako na ulinzi wako mkuu. Asubuhi ya leo tunajongea mbele zako ili ukaweze kuwa pamoja nasi tunapojifundisha neno lako. Ututie nguvu na Roho Mtakatifu akawe mwalimu mkuu. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amina. Mtazamaji, asubuhi ya leo tena tutaendelea na kulisoma neno la Mungu, na kama nilivyoweza kujulisha siku ya jana, tunaendelea na kutafuta zile taji ambazo tutazikabidhiwa mbinguni. Na jana tukaweza kujifundisha taji moja. Pengine unaendelea na kutafuta wewe utapata ama utapokea taji gani. Leo pia ningependa tukaweze kutafuta ni taji nyingine gani ambalo tutakabidhiwa mbinguni. Na ningependa tukaweze kusoma kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango ule wa 2, na tusome mstari huo wa 19. Wathesalonike wa kwanza mstari wa 2, kifungu hii mstari wa 19. Kifungu cha 2 mstari 19. Tusome pamoja. Maana tumaini letu au furaha yetu au taji ya kujionea fahari ni nini? Je, si ninyi mbele za Bwana wetu Yesu wakati wa kuja kwake? Bwana asifiwe. Hii ni taji ambalo tumeahidiwa na Mungu kulipokea mbinguni. Taji gani? Taji ya furaha ama ya shangwe. Taji ya furaha au taji ya shangwe. Itakabidhiwa watu gani, ama itakabidhiwa kwa ajili ya kufanya nini? Bila shaka taji hii limewekwa kwa wale ambao wanaendelea na kuwafuta wengine kwa Kristo. Yaani mtu akiwa mahali popote, akiona watu wameketi na pengine ni kama hawamjui Mungu, anaendelea na kueneza injili kati yao. Na watakaporejea na kumwamini Kristo na kujua njia ya Kristo, njia ya wokovu, hao watakabidhiwa taji ya furaha,
watafurahishwa, watakuwa na shangwe mbinguni, kwa sababu wamefanya wengine kuwa kama wao, wamewavuta, wamefunia Mungu mafuno ya furaha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri wakati wowote, mahali pahali ambapo unaenda ama unaishi, kuendeleza neno la Mungu, kulisoma, kujadiliana na wale wengine. Ukiona wengine ni kama hawajui neno la Mungu, ni kama hawamjui Yesu, unaenda katikati yao, unaanza kuzungumza nao pole pole, ukiwaeleza, ukiwajulisha juu ya maisha ya milele. Alafu watakapofuata na watakapobadilisha maisha yao, wewe jua uko na taji ya furaha. Na kama umeshawahi kuwavuta watu ama mmoja kwa Kristo, ujue taji hiyo umewekewa, taji ya furaha. Je, unaona ni wale ambao watapewa taji hiyo kutakuwa na furaha kiasi gani? Kutakuwa na shangwe ya aina gani? Unaweza kuwa mmoja wao? Na hii taji ni rahisi. Tumeambiwa tu ni kueneza neno la Mungu, kuwaambia wengine, kuwavuta kwa Kristo ili wamjue Yesu na wambadilishe maisha yao. Njia tu ni hiyo ya kupokea taji ya furaha. Mtazamaji, je, hizi taji zote ambazo tutajifunza wiki hii, pengine utakosa hata moja? Jitahidi angalau utafuta taji moja utakayojifunia utakapofika mbinguni, kwa sababu taji zote zimewekwa tayari kwa kila mmoja. Juu yangu ni juu yako, utafute ni taji gani ambalo linanifaa, ni taji gani ambalo nitajitahidi kwalo ili nikaweze kulipokea. Kila mahali ambapo ulipo, tafuta, fikiria, endelea na kuwaza, kwa sababu ulimwengu tutaishi tu kwa muda, lakini tutaenda kuishi mbinguni milele. Na hizo zawadi zitafanya wengine kuwa wana furaha sana, wengine watainuliwa, wengine watakuwa wanajihisi tu ni watu ambao wameinuliwa, na ni kwa sababu wametenda mambo ambayo Mungu anayataka hapa ulimwenguni. Je, mpaka hapo kuna taji ambayo umeahidiwa na ambayo unatarajia kuipokea? Tulijua jana ni taji gani na linafanywa na wale ambao wanafanya nini. Leo tumejifunza ni taji tu ya kueneza Injili, kuwavuta wengine kwa Kristo, kuwapasha habari ya Yesu. Yesu huyu ambaye amefufuka. Kwa nini alikufa? Kwa nini amefufuka? Ni mambo gani ambayo yaliendelea? Ni kwetu sisi tu kuwa na maisha ya milele. Na tukimwamini Kristo, na ukiwavuta wengine ukiwaeleza habari hii, kwa sababu amefufuka, ameenda kututengenezea makao huko ambapo tutatunzwa. Je, kwa sababu wakati huo unakuja, ni wakati wetu ambao tuko hapa ulimwenguni, tuendelee na kujitahidi na kujifundisha na kujitia bidii, angalau tusiweze kutoka mikono mitupu tutakapofika mbinguni. Najua kuna wale watashangaa, lakini sitaki wewe uwe mmoja wa kuangalia wengine wakipewa tunzo. Kama jinsi unavyoona tukiwa hapa ulimwenguni, katika mambo madogo ambayo tunafanya hapa ulimwenguni, wakati wa sherehe, wengine wanaangalia wengine wakipokea taji kwa ajili ya kutenda vyema. Je, mbinguni ungetarajia uwe mmoja wa watazamaji? Hapana. Ningependa kukutia nguvu, nikuambia jaribu, tafuta taji yako, kwa sababu taji zimewekewa kila mmoja wetu. Juu yetu kila mmoja ang'ang'anie taji yake, ile ambayo angetamani aipate tukifika mbinguni. Bwana na alibariki neno lake. Amina. Tuombe. Tunakushukuru Mungu Baba wetu kwa ajili ya neno lako. Hakika ni neno la kututia nguvu na ni neno ambalo tunafaa kulifikiria sana, kwa sababu linatuandaa kwa ajili ya wakati ujao. Mungu Baba, tusaidie, tupe mafikira, tuendelee na kutafuta
jinsi tutakavyoishi hapa, kwa sababu itatuelekeza jinsi tutakavyofanya tukiwa mbinguni. Endelea na kutufundisha kupitia kwa nguvu za Roho Mtakatifu na utusaidie. Watazamaji wote mahali walipo, ninawaombea baraka, ninawaombea siku njema. Mungu Baba uwe pamoja nasi, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amina. Taji ya furaha ama shangwe. Hii taji ni ya wale ambao uhubiri Yesu Kristo, uvuta wengine kwa Mungu, kwa ufalme wa Mwenyezi Mungu, wakati ambao wanaendelea na kumfunia Mungu. Yani roho nyingi, watu wengi ambao anawavuta, anawaleta kwake, anawaleta katika ufalme wake, na wanakuwa watoto katika ufalme wake. Hata malaika juu mbinguni hufurahia kazi ya mwenye ameweza na kuyafanya hayo yote. Na tumeweza na kufundishwa na kujua kwamba huyo ataweza na kutuzwa, ataweza na kuvalishwa taji ambayo inajulikana kwamba ni ya furaha. Pia naye ataweza na kufurahia. Je, wewe unaendelea na kumvunia Yesu Kristo? Unaendelea na kuhubiria wengine, kuwavuta kwake? Sijui. Lakini umeweza na kujua kwamba kuna taji kwa sababu ya wale ambao hufanya hiyo kazi. Tuzidi na kuvunia Mwenyezi Mungu, kuwavuta wengi kwake, ili hiyo taji tukaweze na kuivalishwa, maana ipo siku. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Mwenyezi Mungu wa pamoja nawe na akutangulie katika kazi zote kwa siku ya leo. Bye bye.